Pressure does not create character. Tabia, misukumo haitengenezi tabia. It reveals it. Inaionyesha. But disciplined habits and spiritual convictions build it. Lakini nidhamu, tabia pamoja na kuamini kwa mambo ya kiroho kunaijenga tabia. Maybe I speak on the prerequisites on character development. Labda nizungumzie mahitaji ya kujenzi wa tabia. Character is the hidden foundation of every visible breakthrough. Tabia ndio msingi usioonekana wa kila kufanikiwa kunakoonekana. There was a time these rich people were asked a question. Kulikuwa kuna wakati wa matajiri walikuwa wanauliza swali. Bill Gates, Steve Jobs, Jack Ma, and their answers were the same. Na majibu yalikuwa yanafanana. It was like they were looking at each other's answers and questions. Ni kama vile walikuwa wanaangaliziana majibu. And thereafter, scholars came and say these are called common denominators. Na baadaye wanazuoni wakaja kusoma hivi vinaitwa vitu vya msingi vinavyofanana. These are universal principles. Hizi ni kanuni za kiulimwengu. Brothers and sisters, if you have the right character, if you are not successful now, it's a matter of time. Ndugu zangu, kama una tabia sahihi, kama haujafanikiwa sasa, ni swala la muda. If you are successful now and you don't have the right character, it's a matter of time. You're going to be poor. Kama umefanikiwa sasa na una tabia sahihi, ni swala la muda tu, utakuwa maskini. Economic success is not first a money issue, but a maturity issue, a character issue. Mafanikio ya kiuchumi sio swala la fedha, ila swala la ukomavu. Financial growth is a test of who you are, not what you have. Ukuaji wa kiuchumi ni kipimo cha wewe ni nani, sio kile ulichonacho. Breakthrough without character becomes destruction in disguise. Kufanikiwa pasipo tabia kunakuwa kuangamia kuliko jificha. Wealth is not a reward only, it is a responsibility. Utajiri sio tu zawadi, ila ni wajibu. Money is not the destination, it is a tool. Fedha sio sehemu tunayofikia, ila ni chombo tu. Character is the container that carries resources safely. Tabia ni kibebea kinachobeba rasilimali vizuri. The size of the breakthrough must match the strength of the character. Ukubwa wa kutokeza au kufanikiwa lazima uendane na nguvu ya tabia. People don't fall because they receive money. They fall because they can't manage it. Watu hawaanguki kwa sababu wamepokea fedha, wanaanguka kwa sababu hawawezi kuzitunza. Money does not change people, it reveals people. Fedha haibadilishi watu, inawaonyesha watu. Money is a magnifier of existing inequalities. Fedha ni kikuza au ni kama darubini inayokuza. Brothers and sisters, ndugu zangu, financial blessing requires moral capacity, moral compass, character. Baraka za kiuchumi zinahitaji maadili. Did you know? Je, ulijua? Integrity is the first currency of wealth. Uaminifu ndio kitu cha kwanza katika utajiri. Trust is more valuable than cash. Uaminifu ni wa msingi kuliko fedha. A good name is better than great riches. Jina zuri ni muhimu kuliko utajiri mwingi. Character is the software runs the financial hardware. Tabia ndio nakala laini inayoenda kuendesha mafanikio ya kiuchumi. Hardware without software crashes. Nakala ngumu pasipo nakala laini haitofanikiwa. Wealth without wisdom becomes a weapon. Utajiri pasipo hekima inakuwa ni silaha. Economic breakthrough is not just receiving it, it is sustaining. Mafanikio ya kiuchumi sio tu kupokea bali pia kushikilia. Sustaining requires discipline, not lucky. Kushikilia kunahitaji nidhamu, sio bahati. Some people say, oh, Mazemla is lucky, Prosper is lucky. There's no lucky. Kuna watu wanasema Mazemla na bahati, Prosper na bahati. Hakuna bahati. Ni kanuni. Ni kanuni. You remember on the first day I said, start small. Start from where you are. Siku ya kwanza niwaambia anza kidogo, anza pale ulipo. Depend on God. Mtegemee Mungu. At his own time, katika muda wake, he will elevate you to where you are supposed to be. Atakukuza pale unapopaswa kuwa. Your values determines your decisions. Thamani zako zinaamua maamuzi. Your decisions determines your habits. Maamuzi yako yanaamua tabia zako. Your habits determines your outcome. Tabia yako inaamua matokeo yako. Your outcome determines your financial future. Matokeo yako yanaamua mafanikio yako. Your financial future determines your legacy. Mafanikio yako ya kiuchumi yanaamua wazifa utakaouacha. When you die, utakapokufa, what are you going to be remembered for? Utakumbukwa kwa kipi? You need to have legacy.
unahitaji kuwa na wasifu. Amen.